kwangu mimi ina nafasi kubwa sana, kwa sababu kwanza nimekuja kuonana na wazee wangu, na wazee katika jamii yetu wana nafasi kubwa. Bila wazee tusingefika hapa ambapo tulipofika. Kiukweli nimefarijika kwa sababu wameonesha dhamira na ile dhana ya kutukumbuka na kututhamini watoto wao kwa kutuita kuja kutupongeza. Lakini mimi binafsi yangu nichukue nafasi hii kwanza niwaahidi wazee wangu kwamba nitashirikiana nao katika kuhakikisha tunafikia malengo yao ambao wameyakusudia katika jamii. Ziko activity mbalimbali binafsi yangu ambazo mimi mwenyewe nimeziandaa ili kuja kuona njia gani nitaweza kuja kwa support ili wafikie malengo yao. Tunajua wako wazee wengi, wengine wako majumbani, sasa hivi wanasumbuliwa na maradhi mbalimbali. Tumeandaa utaratibu maalum wa kwenda kuangalia, kuwaona na kuona jinsi gani tutaweza kuwafariji. Ni wasihi tu vijana wenzangu kutumia nafasi hii kuwa karibu na wazee wao ili kuweza kujifunza na kupata maelekezo ya mambo tofauti ya jamii yetu, historia ya nchi yetu, jinsi tulipotoka na mpaka tulipofika. Haya yote hatuwezi kuyajua isipokuwa tutapokuwa nao karibu, basi tutajifunza vitu vingi sana kupitia wao. Kwa upande wangu mimi, wazee watarajie mengi sana mazuri, kwa sababu kwanza waliniamini na kunipa baraka zote ili niweze kuwa mwakilishi wa jimbo hili. Hivyo basi sitoangusha na nitashirikiana nao kwa vovote itakavyokuwa ili tuweze kufikia malengo ambayo tumeyakusudia. Yapo mengi mazuri ambayo tunatarajia kuja kuwafanyia, ikiwemo moja yao kwanza kubwa zaidi ni support katika activity zao. Wana activity nyingi na kama tunavyojua hawana source of fund. Kwa hiyo sisi kama viongozi ni kuhakikisha yale malengo yao na activity zao zote ambazo wamezikusudia zinafanikiwa. Lakini jengine, bado wazee wetu hawa wana ofisi yao, lakini wanasafa juu ya swala zima la kodi. Kwa hiyo tutahakikisha na tutapambana, tutakuwa nao karibu kuona tunawasaidia juu ya swala zima la ofisi yao inabaki kuwa mikononi mwao, na ikiwezekana pia hata kuwatafutia eneo na wao waweze kujisikia ni sehemu katika jamii yetu.